kupenda, si kwa ajili ya mali. Karibuni marafiki kwa podcast ya Kujua Ministries. Tunapowaletea maudhui ya kibiblia katika lugha ya Kiswahili. Mimi naitwa Elizabeth Kalmis, mwanzilishi mmoja wa Kujua Ministries. Katika mwezi huu wa Desemba, tunapenda kumfikiria Yesu Kristo sana, kwa kuwa ni mwezi ambao tunakumbuka kuzaliwa kwake. Kwa hiyo, mfululizo wa podcast za mwezi huu zinamhusu Yesu sana. Mfululizo wetu unaitwa Mimi Ndimi 7 za Yesu Kristo. Kuna mara 7 katika Agano Jipya ambapo Yesu alijitambulisha kwa kusema, Mimi ndimi kitu fulani. Katika kipindi hiki, tutaangalia mimi ndimi yake ya 5 aliposema, Mimi ndimi ufufuo na uzima. Katika Yohana 11:25 na 26, Yesu alienda kwa kisiri kuhudhuria msiba wa rafiki yake Lazaro. Lakini kabla hajafanya muujiza wake wa kumfufua Lazaro, alikuwa anaongea na dada yake Martha. Katika maombolezo yake, Martha hakuelewa sababu ya Yesu kuchelewa kufika. Martha alikuwa amewaza ikiwa Yesu angaliwahi kufika nyumbani kwao wakati wa Lazaro kuumwa, angaliweza kumponya Lazaro ili asife. Lakini hata hapo alikuwa na imani kwamba bado Yesu angeweza kumwomba Mungu kwa jambo lolote na lingetokea. Badala ya kufanya chochote lakini, Yesu akamwambia Martha, ndugu yako atafufuka. Lakini Martha alichanganyikiwa, akiwaza Yesu alikuwa anamaanisha Lazaro angefufuka siku ya ufufuo wa baadaye. Mawazo ya Martha yalionyesha kwamba bado alishindwa kuwa na imani kamilifu ya kwamba Yesu alikuwa Mungu mwenyewe. Hakuelewa kamilifu kwamba Yesu alikuwa na nguvu zote juu ya mauti. Alimjua kuwa mtu maalum na wa ajabu, lakini bado hakuelewa kwamba Yesu alikuwa Mungu mwenyewe katika mwili wa binadamu. Ingawa Martha hakuelewa kikamilifu kwamba Yesu ni nani, Yesu alikuwa mpole sana naye katika kutokuamini kwake. Yesu hakumkemea katika huzuni yake, bali akamwambia Martha wazi, ufufuo huu anaotumainia unapatikana katika na kwa sababu ya yeye pekee. Katika Yohana 11:25 na 26, Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini, hatakufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Fikiria ni namna gani ya mtu wa roho ambaye angeweza kujiita ufufuo na uzima. Hakuna anayeweza ila Mungu. Hali hizo ni za Mwenyezi Mungu pekee. Lakini Yesu hakudai tu kwamba anazo hali hizo, bali pia alidai kuwa hali hizo. Yaani yeye alidai kuwa asili ya ufufuo na uzima. Yesu alikuwa anamtia moyo Martha kwa kumwambia wazi kwamba yeye mwenyewe alikuwa muumbaji wa uhai. Na yeye ana mamlaka yote juu ya uhai na mauti. Ndiyo maana anaweza kumfufua kaka yake. Halafu alimuuliza Martha swali muhimu mno. Je, unayasadiki hayo? Alikuwa anamuuliza, je, unaniamini kuwa Mungu katika mwili? Je, unaniamini kuwa mwenye mamlaka juu ya mauti na uzima? Mpaka leo, Yesu anauliza watu swali hili
kupitia neno lake. Wakati huo wa Krismas, tunaimba nyimbo juu ya Emanueli. Kumbuka, maana ya Emanueli ni Mungu pamoja nasi. Yesu alikuwa Mungu pamoja nasi. Alikuwa Mungu aliyezaliwa kama mtoto. Alikuwa Mungu aliyetembea na binadamu kama binadamu. Alikuwa Mungu aliyeuawa kwa dhambi zetu kwa sababu alikuwa binadamu pia. Na alikuwa Mungu aliyefufuka kutoka katika wafu, kwa kuwa alikuwa na mwili wa binadamu. Kolosai 2:9 inasema, katika yeye, yani Yesu, unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Huyu Yesu, Emanueli, ni ufufuo na uzima, na sasa anakaa mbinguni mpaka siku ile ya ufufuo wa mwisho kwa wale waliomwamini yeye. Wengi wanajua tayari habari ya Lazaro na jinsi Yesu alipomfufua kimwili siku ile. Bila shaka Martha, dada yake Mariamu, na watu wengi walishangilia siku ile ya ufufuo wa Lazaro kwa shangwe za ajabu. Lakini nikujulishe kitu. Lazaro alikufa tena. Ufufuo huo wa kimwili ulimfaa muda tu. Na labda si muda mrefu, kwa sababu twaweza kusoma katika Yohana mlango wa 12 mstari wa 10 kwamba baada ya ufufuo wake Lazaro, wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumuua pia pamoja na Yesu. Hatujui kama wakuu walifanikiwa, Biblia haisemi. Lakini bila shaka siku moja Lazaro alifariki duniani mara ya pili. Kwa hiyo, kwa nini Yesu alijitambulisha kama mimi ndimi ufufuo na uzima? Ni kwa sababu sisi hatuna tumaini la uzima wa milele bila yeye. Napenda kuweka jambo moja dhahiri hapa. Wewe huwezi kukwepa kifo. Utakufa hakika. Mimi pia siwezi kukwepa kifo. Kwa hakika mimi na wewe tutakufa. Labda hutaki kusikia kwamba utakufa, lakini ni habari ya kweli. Lakini ingawa ni kweli kwamba miili yetu ya kimwili itakufa, kuna tumaini kubwa hapa pia. Hatuwezi kukwepa kifo, lakini tunaweza kukwepa mauti ya milele kwa sababu ya Emanueli yetu aliyekufa kwa ajili yetu ili ashinde juu ya mauti, ili sisi tuupate ufufuo na uzima katika yeye. Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 12 inasema, yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Sikiliza tena maneno ya Yesu kwa mimi ndimi yake ya 5. Yesu akamwambia Martha, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Krismasi hii umshukuru Yesu kwa jinsi alivyofanya njia kwa sisi kupata ufufuo na uzima wa milele katika yeye tukimsadiki. Binadamu bila Yesu anaelekea kifo na mauti kwa milele. Mimi mwenyewe nimeshamwamini Yesu kuwa Mwokozi na mkombozi wangu, ufufuo na uzima wangu. Natumaini wewe umeshamwamini vivyo hivyo katika moyo wako. Tafakari maneno ambayo Yesu alimwambia Yohana katika ufunuo wake kuhusu wakati utakaotokea siku moja ya baadaye. Katika Ufunuo mlango wa 1 mstari wa 17 na 18, Yohana aliandikia yale
yaliyomtokea katika maono yake alipomwona Yesu mbinguni. Alisema, nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama, ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Nitamaliza hapa na swali la Yesu alilomuuliza Martha. Je, unayasadiki hayo? Mungu akubariki. Kuna yule aliyenipenda, si kwa ajili ya mali